Uzuri wa kwetu hapa ni kwamba maambukizo pamoja na kwamba yalikuwa yanaongezeka, lakini bado tafiti zilikuwa zinaonyesha zote hatujafikia kiwango cha 100%. Tuko chini ya 100%. Tofauti na wenzetu wa Tanzania bara na vitu kama hivyo. Wenzetu wa Tanzania bara iliweza kufika mpaka 10%. Lakini sisi tulikuwa chini ya 100%. Kwa hivyo mwenendo huu wa maradhi huwa tunaangalia, tunashirikiana na wenzetu wa Tanzania bara, tume ya ukimwi bara, tume ya ukimwi Zanzibar, lakini vile mtakwimu mkuu bara na mtakwimu mkuu wa visiwani hapa. Kwa ndio tunafanya tafiti kwa mashirikiano, kwa sababu wao ndio wenye dhamana ya kufanya tafiti hizi za kitaifa, kuangalia mwenendo mzima wa maradhi. Mwanzo tulikuwa tunachanganya na malaria, lakini baadaye tukafanya HIV, lakini kuangalia na yale ambayo yanaendana na HIV, kwa maana ya homa ya ini, hepatitis A, hepatitis B, pamoja na hepatitis C. Kwa hivyo yote haya tulikuwa tunaangalia pamoja na yale maradhi ya tunaita syphilis, maradhi ya kaswende. Tulikuwa tunaangalia ule mwenendo mzima wa haya maradhi yakoje kwa wananchi wetu wa bara na visiwani. Na kusema hivyo maana yake tayari inamaanisha sio ukimwi peke yake, inaingia na haya mengine. Sasa ya kujamiana. Sasa tunapo utafiti wetu wa mwisho. Utafiti hizi wasema tunafanya kila baada ya miaka 5. Sasa utafiti wa mwisho tumefanya 2023. 2023. Kwa hiyo kila baada ya miaka 5 mnafanya utafiti. Kutizama kama kuna ongezeko au kuna punguzo. Lakini tafiti zote zilikuwa zinafanya bara ilikuwa inaonekana inapungua. Bara inaonekana inapungua, lakini kwetu haipungui, iko chini asilia ile moja. Ina maana hakuna kwenda nyuma na kurudi mbele, pale pale. Tuko pale chini ya 100%, wakati wengine wapata 0.6, wakati mwingine 0.4. Sasa tafiti ya mwisho hii ilikuwa inaonyesha kwa Zanzibar tuna 0.4, maambukizo kwa 0.4. Lakini safari hii kidogo kumejitokeza vitu ambavyo kidogo nasema hivi si vya kawaida. Kwenye tafiti ambazo za nyuma ilionekana mikoa ya kaskazini Unguja na kusini yaambukiza hapo juu kulinganisha hata na mjini Magharibi. Unaona? Sasa hiyo kidogo unaona haijashtua, kwa sababu unajua hali bado iko chini ya 1%, lakini bado unaona hii mikoa tofauti na ilivyokuwa mwanzoni. Mjini Magharibi ilikuwa kidogo iko juu tofauti na hii mikoa miwili. Lakini vile vile Pemba, Chake Chake, mikoa ya kusini Pemba, sio Chake Chake. Sasa mikoa hii ina wilaya zake. Kwa hivyo ule mkoa wa kusini Pemba ambao una wilaya ya Mkoani na Chake Chake, vile vimeambukiza kuna yako juu kupita hata mjini Magharibi Unguja. Kwa hivyo hiyo ilikuwa inaonekana kidogo maambukizo. Sasa unaona hasa kwamba kwa upande wa mikoa mingine maambukizo yamepanda kulinganisha na mjini Magharibi ambayo yameshuka. Mjini Magharibi kuna 0.4, lakini kwa kaskazini Unguja kuna 0.8, 0.8 kusini Unguja na kaskazini na kaskazini Unguja 0.7. Kwa hiyo unaona maambukizo yalivyokuwa yameongezeka kwa hii mikoa miwili na kupungua kwa mkoa mjini Magharibi. Sasa unaposema 0.4, wengine wanaona ni ndogo, lakini ukija kwenye hesabu hasa na kwa idadi ya watu unaona kwa Zanzibar na kwa wale ambao pengine wapo kwenye kituo cha dawa wanaochukua dawa kwa ajili ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi wako chini ya 10,000. No. Kwa hivyo hiyo inaonekana kwamba watu 10,000 kwenye kisiwa chetu hichi maana ni watu wengi sana. Watu wengi sana, ni kweli. Kutokitolea tu roughly, kwa mfano sasa hivi tupo kuna karibia kwenye chaguzi zetu hizi kwenye jimbo watu 10,000 halizidi. Sasa uone kwamba jimbo zima. Kwa hivyo tuone na tushtuke, tuone kwamba hii idadi ni kubwa hasa kwetu sisi hapa Zanzibar. Kwa bara wenzetu bado mikoa ya Iringa, Njombe na Mbeya maambukizo bado ni makubwa. Maki wako ule sasa kuna asilimia kuanzia 11, 9. No, sasa unaonekana sisi tuna asilimia 0.5. Kwa wenzetu huko bara kuna asilimia hizo kuanzia 11, 12, 9. Naona sasa ni kubwa kulinganisha na sisi. Sasa hapa lakini pamoja na yote, pamoja kwamba tuna asilimia 0.4, lakini unasema maambukizo yetu sisi hapa bado yako kwenye makundi maalum. Sasa makundi haya maalum ni yapi?
Tuna makundi ya watu ambao wanatumia dawa za kulevya, ndio ambapo kiini cha kipindi hichi. Madawa ya kulevya hasa kwa njia ya sindano yani yanachangia maambukizo makubwa ya virusi vya ukimwi. Lakini kuna wanawake ambao sijui tumia lugha gani, wanauza mili, wanafanya biashara ya ngono, nayo maambukizo ni makubwa. Lakini kuna vijana wa kiume ambao wanafanya ngono ya jinsi moja, nayo vile vile maambukizo ni makubwa. Kwa hivyo unaona sasa makundi haya matatu kwa maambukizo ni makubwa. Sasa makundi haya tumekuwa tukiyafanyia tafiti na kila baada ya miaka 5 kuona vipi mwenendo wa haya kwenye haya makundi, mwenendo ukoje. Na tumekuwa tukifanya tafiti kuangalia, je, haya makundi wanauelewa kwanza masuala ya ukimwi, wanazifikia zile huduma za ukimwi, ni aina gani ya huduma ambazo wanazifikia. Lakini je, wanajua njia za kujikinga na haya maradhi, je, wanapima virusi vya ukimwi. Sasa haya ni ambayo tumejaribu kuyafanyia utafiti wa kina zaidi kwa hayo kwenye haya makundi. Sasa kabla hujaendelea nikukatishe kwanza hapo. Nirudi kwa Idrisa. Idrisa, wewe ni balozi na kwanza kama jinsi ambavyo nasema pamoja na staff hapa, na wapeni kazi, ongereni kwa kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya, kwa sababu tukianza kuangalia kuanzia mwanzo na mpaka sasa tunaona kuna tofauti mkubwa sana. Na siku zote elimu ndio kitu ambacho kinamfanya mtu anaweza kubadilika. Idrisa, wewe umekuwa umepita sehemu, wewe kama ulivyo kijana hapo, nikitazama bado kijana mdogo, unapita kwa vijana wengi sana, umetoa elimu. Unafikiri sasa ni kwa nini ongezeko bado lipo wakati mnatoa elimu? Wewe ni kijana, najua unakaa na vijana wenzio, unajua mbinu zaidi. Ndio. Asante ndugu mwandishi. Tunajitahidi sana katika upande wa elimu, kwa sababu KVP Forum tumejikita sana katika utoaji wa elimu katika jamii, yani kwa watu wote katika jamii, hususan elimu hii ya HIV na zidi watu ambao wanatumia madawa kwa njia ya sindano. Tunajitahidi sana kutoa elimu, lakini sasa pia changamoto inatufika sisi watoaji elimu katika jamii vile vile. Pia katika jamii tukirudi, watu ambao wanaishi kutumia madawa kulevya yani wanapata stigma kubwa. Kwa ile stigma pia inapelekea kwa sisi watoaji elimu pia kwetu inakuwa changamoto katika jamii, kwa sababu watu wanakosa mapenzi. Kwa hiyo kama wanakosa mapenzi, mtu unafika unampa elimu na mwingine anafika kukiri, anakuambia mimi hapa nilipo natumia madawa kulevya na naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini sijawahi kutumia dawa. Ukimuuliza in deeply kwa sababu gani hujawahi kutumia dawa, atakwambia kama kutokana na familia au friend au mazingira. Umeshafahamu vizuri, nahisi kama nitazidi kutengwa kwa sababu natumia madawa, alafu vile vile pia naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa sasa tukikutana na changamoto kama hizo, tukiwa kama watu wa elimu, sasa mtu kama yule tunampa mazingira kwanza ya urafiki, ya ukaribu, na hata jamii pia tunaishauri mtu yote ambaye anatumia madawa isiwe sababu yeye ni anatumia madawa ikawa kigezo cha kutengwa na kuitwa majina ambayo mengine katika jamii. Na kuna haya makundi maalumu ambao tunaona wao wako hatarisha zaidi kuweza kupata maambukizi ya HIV na kujiingiza katika matumizi ya madawa ya kulevya. Ili mnalizungumziaje? Ndio hapo ambao tulivyosema sasa makundi haya kwa sababu ni makundi ambayo kwanza zile tabia hatarishi ni kwamba wanazifanya karibu kila siku. Kwa mfano tuchukulie tu kundi moja la wanaotumia dawa za kulevya kwa njia za sindano. Sasa hawa manake ile unaita ni uraibu au ashakuwa tena na utumwa wa zile dawa za kulevya. Kwa hivyo hawezi kuacha kwa mara moja, ukamwambia acha hawezi kuacha. Lakini sasa kutokana na mila, desturi na sheria zetu, wakati mwingine ya makundi yanazidi kupata yale maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hivyo zile kinga maana zinakuwa ni ndogo sana kwa wao kuweza kujikinga. Nitakupa mfano. Wanaotumia dawa za kulevya maana hao tayari wameshakuwa watumwa wa utumiaji dawa za kulevya. Maana lazima wapate dawa. Nani ni kama ugonjwa sasa. Ni ugonjwa. Lazima apate ndio atajisikia. Sasa katika kupata huko maana dawa wenyewe wana mbinu zao za kutafuta. Unajua serikali inapambana kweli kweli. Lakini wajanja nao vile vile wanapambana kivyao, wana mbinu tofauti. Lakini hawa vijana mwisho wa siku wanapata hizo dawa.
sio, umenifahamu? Wanapata hizo dawa. Sasa kupata hizo dawa inabidi watumie kwa njia za uficho kwanza. Lakini vile vifaa ambavyo wanavyotumia ndivyo ambavyo tunavyosema navyo vinachangia hayo maambukizi ya virusi. Mtu mathalan anatumia bomba moja na sindano ile moja. Kwa hivyo dawa ile inatiwa kwenye bomba, ikisha kutoka kwenye ile bomba, manako anakaa vijana sio chini 3, 4, 5 mpaka kwa hivyo 7. akiingizwa yule mmoja na labda ingizwa kwenye mshipa, na virusi vya ukimwi viko kwa asilimia kubwa sana kwenye damu. Ile tone moja tu linatosha kuambukiza virusi vya ukimwi. Kwa hivyo ukichoma ile kwenye mshipa, maana lazima uvute kwanza kuhakikisha imo kwenye mshipa, maana dawa ile inafanya kazi kwenye mshipa. Ukivuta hivi, kama ule wa mwanzo na virusi vya ukimwi, ile dawa yote sasa inaingia virusi vya ukimwi. Wote wanapata. Kwa hivyo sasa kazi iliyobaki ni kugaiana dozi. Na wakati mwingine wanabadilishana hata virusi.